Karibu The Wedding Cycle podcast, na leo uko na mimi Jessica Nathaniel pamoja na Myahudi, lakini tuna wageni ambao wametutembelea na tutaenda kuangalia safari yao ya mahusiano tangu walipokutana mpaka hivi leo, na sio story tu bali ni uhalisia wa maisha ambao wameamua kuyabeba wao wawili mpaka kufikia hivi leo. Karibuni sana. Asante. Mnaweza mkajitambulisha? Mimi naitwa Thomas. Mimi naitwa Trufaina. Mnajisikiaje kwa hapa? Burudani, raha sana. Na mnajisikiaje kwa wawili? Hata msingekuwepo hapa tutakiwa nini? Na mnapendeza sana, hongereni sana. Asante sana. Mnaweza kutuambia kwamba safari yenu ya mahusiano ilianzia wapi? Safari yangu kujitafuta bwana. Nishagauza maziwa ya mtindi. Mapinga Bagamoyo. Sasa wakati nauza mtindi nikaambiwa kuna duka moja wanauza maziwa. Nikapewa namba. Kumbe namba ndio ya huyu binti. Nikampigia, akanielekeza duka lake, nikaenda. Nikakutana naye. Tukaanza biashara ya kuuza mtindi. Yeye ana duka, mimi nasafirisha mtindi, nasafirisha maziwa kutoka Msata, naleta Mapinga Bagamoyo, nachakata nipate mtindi. Hapa Jeremia na Aloisi wanajua ili zoezi tulikuwa tunalifanya hili. So tukafanya kwa kipindi hicho, anauza duka Mapinga, na kuna kipindi nilikuwa nampelekea maziwa mtindi, anasema ni machungu, anasema tugawane hasara. Kwa kama kikombe kiwa kinauza 500, ambapo tugawane hasara na kulipa 250, hiyo 250 nyingine nitajua hapa kuipata. Kisa machungu. Kwa hiyo safari yenu ilianzia Bagamoyo kwenye biashara ya maziwa ya mtindi. Ongeleni sana. Na nani kati yenu alianza kuvutiwa na mwenzake? Bwana wewe kuvutia. Baada ya kufahamiana muda kidogo, akaniambia amepata kazi, anatakiwa aende DRC kufanya kazi. Na sasa tukawa tunawasiliana, sio SMS za kawaida, simu za kawaida, ikawa WhatsApp. Kipindi hicho bando unga mwana, ajira ndio hivyo, mgogoro. Tukana tunawasiliana kwa nadra, mara namtafuta, mara wiki hii simpati, simtafuti. Lakini muda huu alivyoondoka, na nikaona wakati yuko Mapinga Bagamoyo pale alikuwa karibu, kwa ni rahisi, napeleka maziwa, hata kama sina maziwa naenda tu naulizia mtindi ukoje. Sasa ameenda Kongo, hata kwenda kumuulizia mtihani hayupo, na duka pale hajamwachia hata mdogo wake, labda nikimwona mdogo wake hivi najua ndo wanakaribiana usura. So wakati yuko Kongo nikaona kumbe hii pisi inafaa kuwa karibu na mimi. Ndio taratibu mapenzi yakaanza. Kwa ulianza kuvutiwa tangu mnaanza kufanya biashara ya maziwa, lakini ukuwahi kumwambia? Sasa alipoondoka ndio ukaanza kuona uwepo wake ulikuwa. Huwa limeenda mbali. Okay. Okay, ni kitu gani ambacho kimeweza kuwafanikisha safari yenu mpaka kusema kwamba sasa tuamue kuwa pamoja, licha ya kwamba huyu alikuwa mbali? Kitu gani kiliwafanikisha kuwa pamoja? Upendo, uaminifu. Anaendelea. Inasemekana kwamba long distance relationship ni ngumu. Kwani ulikuwaje? Ni ngumu, ndio, sio uongo, ni ngumu. Maana huwa nimezoea liko karibu na limwagilia, alafu limechomolewa limeenda kupandwa sehemu nyingine mbali. Kwa hiyo likiwa huko sijui nani anamwagilia, sijui nani anapalilia magugu, sijui. Ni ngumu kidogo, lakini
Sijui kwa kia, lakini kwangu mimi distance sio issue ngumu sana. Kama upendo upo, commitment ipo, sawa, mnawasiliana WhatsApp, muonani, lakini mimi distance sio issue. Commitment, yani kwamba hata akiwa mbali namuamini na najua pia na yeye ananiamini na ananipenda. Kwa hiyo hayo mengine ni ya ziada. Ni nguzo gani kuu ilikuwepo kati yenu mpaka kuaminiana ikiwa mko mbali? Mimi naweza kusema upendo na mawasiliano. Na mawasiliano. Ina maana mlikuwa na mawasiliano ya karibu sana. Sana. Ukiachana na changamoto ya umbali, changamoto gani kubwa ilikuwepo kati yenu? Sasa kwa sababu ya umbali, Mawasiliano. Hatujai kukaa pamoja hivi kwa muda mrefu, labda kuonana kila siku au kila baada ya siku 2 siku 3, hajaikaa hivyo. Kwa hiyo changamoto ya kuonana kwangu mimi sio ngumu sana, labda ile kwamba nataka niwasiliane naye sasa hivi alafu simpati au apokei simu, hiyo inaweza kuwa changamoto kwangu. Labda kama yeye ana changamoto nyingine. Mawasiliano, kuna muda unampigia yuko busy au hapatikani usiku, unataka kuongea naye, Network na bando, unaanza kuwaza sasa yuko wapi, si hivyo. Nikirudi kwa dada hapa nikuulize kitu gani kilikuvutia kwa kaka? Upendo wake kwangu. Ambacho kilikufanya mpaka sasa hivi uendelee kumchagua yeye? Ananipenda sana sana, anajitoa sana kwangu, ananiheshimu. Ni matendo gani ambayo alikuwa anakudhihirishia kwamba huu ni upendo? Sababu tunajua upendo hauonekani kwa macho hivi useme kwamba unaweza ukauona, lakini ni namna gani ambayo alikuwa labda anafanya mpaka ukaona kweli ananipenda? Vile vitu ambavyo tulikuwa tukipanga sisi wawili alikuwa anavitimiza kwa wakati. Vile vitu ambavyo tulikuwa tunavipanga sisi wawili alikuwa anavitimiza kwa wakati bila changamoto yoyote. Kwa hiyo ni jambo gani lilikufanyia kubwa ambalo unalikumbuka mpaka leo unaona kwamba hili ndio lilikudhihirishia kabisa kwamba hili ndio nafanya nimkubalie yani? Kwa sababu tunajua ulitoka Tanzania ukawa mbali, inawezekana ulikuwa unakutana na watu bora zaidi kuliko yeye, lakini labda kuna kitu ambacho kilikuwa tofauti na wale ambao ulikuwa unakutana nao, yani iko ambacho kilisababisha wewe ndani ya nafsi yako ukaona kwamba yeye ni watu tofauti. Cha kwanza umbali ambao niko nao, alisema yani kunioa, atanioa. Kwa hiyo nilikuwa naanza hivi, ni kweli atatimiza hii ahadi, lakini ametimiza. Hakuhofia niko mbali, maana ni wachache sana ambao wangeweza kutimiza hii ahadi. Kwa hiyo amevumilia umbali wangu na kesho kutwa tunaenda kuwa mke na mume. Kwa hiyo kitu ndio kilifanya nikubali. Nilimwamini. Okay, nirudi kwa kaka nikuulize kitu gani kilikuvutia kwa dada na mpaka leo saa nyingine kipo, au unaona kwamba kuna vitu ambavyo labda vilijiongeza mpaka leo vimesababisha kama mwanaume umchague yeye kama mke wako? Cha kwanza anajali usalama wangu, afya yangu. Nishaikuwa kwenye mazingira hatarishi, nishaikuwa kwenye ajali na nikampa taarifa kwamba nimepata ajali, niko sehemu fulani. Swali lake la kwanza niuliza uko salama? Yani hakutaka kujua kwamba kwenye ajali niko peke yangu au niko na mtu, au kama nilikuwa na chombo labda kimeumia au la. Cha kwanza ilichokuwa najali ni afya yangu na uhai wangu. Nikasema kweli hii pisi ya kuwa nayo. Na hiko ndicho ambacho mpaka leo kimesababisha uweze kumchagua yeye. Sasa kama mtu unakutana na mtu ambaye hajali vitu material, anajali uhai wako, anajali afya yako, usalama wako, kwangu mimi ni kitu cha kuthamini. Sasa Tom, unajua siku hizi mambo yamebadilika, si ndio? Maisha yamebadilika pia. Lakini ukiachana na mambo kubadilika, yale mapenzi ya kweli siku hizi hamna. Ni machache sana, ni mara chache kupata mtu ambaye
mtasikilizana na atakupenda kweli kweli. Hii imepelekea watu wengi anakuwa na mahusiano hata 4. Sawa? Katika mahusiano 4 anakuwa anapima sasa, yupi wa ukweli, yupi anaelekea. Kipindi wewe unamapproach madam hapa, ulikuwa na mahusiano mangapi? Huyu intelijensia huyu. Amekaa Kongo, usimuone hivyo. Brigadier unamuitaga. Kwa hiyo wakati niko naye nilikuwa na mahusiano mangapi? Niliyafuta yote. Yani kipindi ndo naanza kumapproach. Yani bado hajakukubalia, bado hajamueleza hisia zako, wewe ulikuwa na mahusiano mangapi? Sikumbuki idadi, lakini simaanishi kwamba alikuwa mengi. Lakini hata kama nilikuwa na mahusiano kipindi hicho niliyafuta yote. Yalikuwa nafika hata 2. Sikumbuki idadi ndugu yangu. Sikumbuki idadi. Ila sijui alikuwa mangapi, sikumbuki idadi, lakini niliachana nayo yote. Sawa sawa. Nikabaki na huyu. Na kipindi sasa unapambana, unajua huwa kuna ile mnaanza labda kujenga urafiki, kutengeneza mazoea, baadaye sasa unarusha nyavu. Kuna changamoto zozote ambazo ulikutana nazo kwake? First kiss yenyewe ilikuwa mtihani. Lakini bado havikuwa vitu vya kunikatisha tamaa, kwa sababu cha kwanza nilikuwa najua ni mwanamke ambaye anajiheshimu, anajua thamani yake, na haya mambo mengine ni vitu vya ziada tu. Akishanipenda hayo mengine yote yatakuja, yani kujali, kuthamini, uwepo, yani kuwa pamoja, hivyo vingine vile vinakuja kama upendo upo. Kwa hiyo ile niliogopa, lakini kwamba anaweza kakataa au anaweza kawa na mahusiano, lakini havikunikatisha tamaa. Kwa hiyo haukupitia changamoto zozote? Kwa sababu kwa mwingine unakuta labda unamapproach, anakwambia nina mtu wangu, saa zingine hana hata mtu, anakwambia bwana mimi na mtu wangu na nini, saa zingine unatuma message mtu ajibu. Wewe ni changamoto zipi ambazo zilikukatisha tamaa ukaona hisi labda hata kuwa pamoja haiwezekani, au ilikuwa ni mseleleko tu? Hakuna ambacho niliona ambacho kingeweza kunikatisha tamaa, lakini sitaki kumsemea, ila mwenyewe aliona kabisa huyu mwamba akisukuma nikimkosa atazunguka sana apate msukuma mwingine. Na ni kitu gani ambacho kilikusababisha mpaka ukaendelea kumfuatilia licha ya kwamba, kwa sababu aliondoka Tanzania mkiwa bado hamna mahusiano, akaenda nje, lakini kitu gani ambacho kilikuwa kinakushawishi wewe kuendelea kumfuatilia yeye ile hali huku sengine hata ulikuwa na mahusiano na watu wengine? Distance. Yani mimi baada ya kuona kwamba distance sio jambo la kuniumiza kichwa, nikasema sasa nataka nifanye iwe official. Kwao wanifahamu na mimi pia afahamike kwetu. So nikaona nianze taratibu za kumleta kwetu na kumtambulisha na kwao niende, ili hata kama kwenye utafutaji wetu bado distance itakuwepo, lakini kwao niwe nafahamika na yeye kwetu afahamike. Ilitumia muda gani kwenda kumtambulisha kwenu? Alipokuja likizo tu, sikupoteza muda. Likizo zake sio ndefu sana, kwa hiyo nikajitahidi ndani ya likizo ambao alikuwa nayo na mimi nipate kalikizo kangu, niweze kwenda kwao na yeye aje kwetu ili tuanze taratibu zingine. Nirudi kwa dada nimuulize experience yako kwa mara ya kwanza anakuambia nataka niende nyumbani kwenu, ulijisikiaje? Yaani ilikuwaje? Nilifurahi, lakini pia nilikuwa kama siamini. Na nyumbani walipokeaje? Nyumbani kwanza walikuwa wanashangaa, walikuwa wanauliza huyo mchumba ni wa wapi, naambia ni Mtanzania.
Tanzania unaishi Kongo, imekuwaje? Yani walitegemea labda atoke DRC. Kwa hiyo sasa kazi itakuwaje? Naambia sisi ameamua mwenyewe ajitambulishe, mambo mengine yatasoma. Lakini pia nilifurahi sana Na taratibu zenu sasa, baada ya kuwa kwamba mmeamua kuwa pamoja kama familia, ilitumia yani, unajua kuna wengine wanatumia miaka, miezi. Tunatamani kujua hata vijana wengine waweze kujifunza kupitia ninyi kwamba licha ya umbali, yani kwamba ilitumia muda gani kama mwanaume kuamua sasa mimi huyu ngoja nimfanye kuwa rasmi? Ichukua muda gani? Pale ambapo serikali yangu ya kichwa ishafanya maamuzi, sikutaka kupoteza muda. Kwa hiyo nilichokifanya, nilisubiria kipindi ambacho atakuwa yuko Tanzania, likizo yake inayofuata. Hapo hapo sikuchelewesha, nikatumia kipindi hicho na mimi nikaomba likizo, nikaenda kwao na yeye nikaja kumtambulisha kwetu. Ilikuwa ni ndani ya mwezi, miezi, yani kama tumeanza mahusiano ndani ya mwaka, miezi, wiki tu. Likizo yangu ilikuwa ni ya wiki mbili. Wiki moja? Wiki mbili. Likizo yangu ilikuwa ni ya wiki mbili. Yes. Yeye alikuwa na likizo kama mwezi. Kwa mimi ilibidi niombe likizo ndani ya kipindi ambacho yeye atakuwa yuko likizo. Kipindi hicho ambacho mimi natakiwa niende kwao na yeye angalau nyumbani hapa fahamu. Na mpaka sasa mna muda gani kwenye mahusiano? Swala kichokozi hiyo sasa. Nishakwambia long distance. Lakini kufahamiana, tumefahamiana kwa zaidi ya miaka 4. Ila mahusiano nangasema ni kama mwaka 1.5. Kwa hiyo 4 ya kujuana, 1.5. Kwenye 4 ndo kuna kipindi nilimuuzia mtindi. Unakumbuka historia mtindi? Ndo kwenye miaka 4 hiyo. Hamjawahi kugombana? Tunajua hakuna mahusiano ambayo hayana kukwaruzana. Hamjawahi kugombana hapo kati? Miaka 4 mingi. Kiukweli hapana, ila kuna vitu ambavyo nimegundua havipendi, ambavyo kuna kipindi nishawahi kuzungumza bila kujua kama anapenda au hapendi, lakini nikajifunza kwamba hapendi. Mfano, na inaweza kawa nifundisha pia labda kwa wengine kwamba hapendi ile kwenye story unazungumza kitu ambacho ishaikifanya huko nyuma kwenye mahusiano mengine. Hapendi. Kwa hiyo ndo kinaweza kuibua ugomvi. Yaani ilikuwa ni tulitofautiana, lakini sio kwamba tuligombana, lakini tulitofautiana tu. Kulingana na umbali na nini. Hakuna kati yenu alishawahi kufikiria kuachana? Labda yeye, sio mimi. Naona unajitetea sana. Hapana. Hamjawahi fikiria kuachana? Hapana. Huwa namtania, na inawezekana ni kweli huwa namtania. Ukiniacha mimi utampata nani? Utapata msukuma gani kama mimi? Huwa naambia kiutani, lakini utampata wapi kama msukuma kama mimi? Wanawake wanakuaga na machaguzi mengi sana. Najua ni wanaume wengi washa kuja wakakuapproach, wanahitaji kuwa na wewe. Kwa nini huyu? Cha kwanza ananipenda, cha pili ana hofu ya Mungu. Yaani iko ndo. Mahusiano yenu ni ya mbalimbali. Wewe upo Kongo, yeye yupo Tanzania. Unawezaje kufahamu kwamba zile tabia anazokuonyesha za kukupenda na za hofu ya Mungu sio za kuigiza, ni za kwake kabisa? Weka tu imani, kwa sababu yani kuna matendo anafanya unaweza kuona kabisa hizi na hofu ya Mungu kabisa, kwa sababu anaenda kanisani. Tengine ananikumbusha ndio mimi. Uone kanisani yani hivyo. Lakini hivyo vingine unabidi tuweke imani, uweze, kwa sababu simuoni. Ndio. Sasa itakuwaje endapo mmeoana, mshafunga ndoa, alafu unakuja unagundua kwamba zile tabia alizokuwa ananionyesha mwanzo
sio tabia zake, anakuja na tabia nyingine mpya kabisa. Umejipangaje na kitu hicho? Tutakaa chini, tutaongea, tutarekebishana kama ataweza, tutarekebishana. Hamtashirikisha majirani? Sisi wenyewe. Majirani? Hapana, sisi wenyewe. Majirani tuwape faida. Kwenye mahusiano lakini huwa kuna ile mikwaruzano inatokeaga, si ndio? Najua nyie pia ni binadamu, hamjakamilika. Kuna kipindi labda mmewahi kutofautiana, ikapita hadi siku labda hamjasovu, mmenuniana siku 2, siku 3, mwisho wa siku nakuja kuwaza ngoja tu nimtafute kwa sababu nimemzoea. Haijai kupita siku 2 au 3, labda siku 1 ile. Yaani kama nikimpigia simpati, au nimempigia asubuhi sijampata, afu jioni nampigia hajapokea, ukuta unakasirika, anakwambia bana nilirudi nimechoka nikapitwa na usingizi, basi ukuta nakuazika. Sasa mbona mimi hata kama niko busy kiasi gani, lakini na kwa asubuhi labda saja nimnunie leo simpigie wala au nataka sasa mimi naweza nikanuna, yeye akanitumia message ananisalimia, naifungua hata sijibu, naendelea na shughuli zangu. Basi atakaa atapiga, akiniita tu mke wangu mesha hivi. Kesi kesha. Ataniambia tu samahani jana nilikuwa hivi, na anajua kabisa nilimuuzi. Shamaliza, shaomba samahani, anaisha, lakini hatujawahi kukaa sijui wiki. Kwa hiyo tunaweza kusema katika maneno ambayo ukiyasikia kutoka kwake huwa yanakuvunja nguvu ni mke wangu. Na ni neno ambalo yani kipindi tuko tu hata marafiki akawa anataka wewe mke wangu. Yani yani analitaka kabla hata hajani approach alikuwa analitaka. Kwa kuna namna ambayo anaita inakuvutia zaidi sana mpaka unaridhika. Okay, tuachane na hayo. Naomba muweze kutuelezea kama kuna mazungumzo gani yote ambayo mmeshafanya kabla mjaingia sasa kwenye yale mazungumzo kwamba tufunge ndoa, labda mlikaa chini mkasema hii ni hard talk kati yetu. Mazungumzo gani ambayo mlishawahi kukaa na kuzungumza? Cha kwanza nilishaika naye kipindi tumeanza tu mahusiano, nikamwambia mimi napenda utani, na kabla sijawatania watu wengine wa nje wakacheka ukapata gubu, kaanza kuona kwa nini nawachekesha wale wa pembeni, kama mimi nitaanza kutania wewe mwenyewe. So nikajenga ukaribu kwamba sawa, tunaingia kwenye safari ya muhimu ya maisha yetu, lakini kuna muda lazima tucheke. Hatuwezi kuwa serious kila saa kwenye safari yetu. Na nikamwambia mimi siwezi kucheka na mtu mwingine na wewe upo. Kwa hiyo nishaikaa naye nikamwambia mimi napenda utani, na ni utani wa namna gani, na kwenye hayo mazingira ya utani nikagundua pia kuna vitu ambavyo either havipendi au hataki nimtanie na vitu kama hivyo. Lakini pili nishaikaa naye pia nikazungumza kwamba commitment yani kujitoa kwenye haya mahusiano ndo jambo la msingi. Unaweza kawa uko mbali, lakini kama uko committed mahusiano yanaweza asifike mbali, na bado mnaweza mkawa karibu, na kama hauko committed na bado mahusiano yasifike mbali. Kwa hiyo regardless of distance, kama uko committed kwenye mahusiano yako mtafika mbali. Na ukiachana na hayo, labda mpango wa familia na mambo mengine yote hayo, tunajua kwa sababu mnapoamua kuingia kwenye mahusiano, na hasa watu ambao mmeamua kuingia kwenye ndoa, kuna vitu ambavyo vya msingi lazima mzungumze kama familia na vitu vingine kama hivyo. Kwani imekaa vipi? Tulishazungumza. Hoja moja ikaja ya idadi ya watoto. Mimi nikamjibu kwa serious sana, mimi sina idadi. Wakija 10 sawa, akija mmoja sawa, mimi sina idadi. Na kwenye issue ya uchumi na fedha, kila mtoto atakuja na fungu lake. Lakini pili,
kadri ambavyo napata juhudi ya kutafuta watoto na kadhalika, lazima nitafute pia juhudi ya kupata uchumi kwa ajili ya kuwalea watoto. Okay, sawa. Okay, niwatoe huko. Je, unajua sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye mawasiliano simu. Kati yenu mmeshaweka mipango mikakati kwamba ndo ile kila mtu na simu yake, au mnashare au inakuwaje kwenu? Mimi sina, labda aanze kwanza yeye. Ushakuta meseji mbovu kwenye simu yake labda? Hapana. Hujawahi? Ila huwa unakagua? Sikaguagi simu yake. Yeye yako anakagua? Akagui, labda kama kuna kitu nataka niangalie, labda nitachukua nitaangalia, labda ananielekea, yani ukute kuna kitu anaonyesha picha nini, lakini sinaga ile nifuatilie sana kwenye simu. Hapana. Akiwa anakuonyesha picha huwa kuna ka message kana pop kule juu. Hana shida. Akaje kutokea? Hata ikiingia message nasoma, hana shida. Sawa. Sasa Mwamba kasema anapenda sana utani, halafu yawezekana wewe hukuwa mtu wa utani. Ili kuchukua muda gani kuyazoea hayo mazingira yake ya utani? Mimi mwenyewe napenda utani. Wewe unapenda? Yaani hapa tumekutana wote. Hamjawahi kutaniana hadi mkachukiana, mkachukizana labda? Mara moja sana. Anaona mpaka anacheka. Alafu baadaye anacheka. Anaona mpaka anacheka. Sawa. Na ananiita mkuu. Anakuita mkuu? Mkuu. Sasa kiongozi wangu. Unacheka tu. Namtaniaga anataka M23. Majina yote yake, brigadier. Je, mnaweza mkaitana kwa namna yote ile ambapo mnajisikia wakati huo? Na wala haileti shida. Mlishawahi kuishi pamoja hata wiki? Pika na kupakua? Hapana. Ndio mpaka mfano kupika na kupakua. Hapana. Muda ambao mliishi pamoja ni muda gani? Mkubwa, yani mrefu sana, ambao mmeishi pamoja ni muda gani? Hata masaa 24. Hamjawahi? Long distance ndugu yangu. International love. Nataka moyo. Kwa sasa mwisho wa siku haumfahamu sana mwenzi wako, yeye pia akufahamu sana, kwa sababu hamjawa na muda ule wa kuwa pamoja muda mrefu. Inategemea hata kufahamu nini, lakini vile ambavyo mimi nataka nivifahamu kwa kumjua mtu ambaye nataka kuishi naye, ambavyo navifahamu hivi vinanitosha. Yani vingine vyote ni ziada. Nikisema nitafute sana ni kama vile natafuta sababu ya kutokuwa naye, lakini vile vya kutafuta ili niwe naye vinanitosha. Mwanamke wako anapendelea rangi gani? Tunasubiri jibu tajiri. Unasubiri jibu? Kwani rangi kitu gani bwana? Kama penzi lipo bwana, rangi kitu gani? Tena na rangi labda inakuwa ni ngumu sana. Kitu gani ambacho unajua hiki mke wangu anakipenda kuliko kitu chochote? Pesa. Anapenda kuliko kitu chochote? Yes. Chop money. Kwa hiyo tunaweza tukasema pesa ndo inadumisha penzi lenu? Sio kivile, lakini nisikose pesa. Ukikosa pesa? Sio kivile, lakini nisiikose. Yani niwe nayo. Hata kama ya kununua pipi niwe nayo. Sawa. Mlishawahi kukaa labda kuzungumzia mahusiano yenu ya nyuma na kuhadithiana, mimi bwana ilikuwa hivi na hivi, kuna mtu nilikuwa naye akawa hivi na hivi akanifanyia hivi? Mlishawahi? Ndo moja kati ya vitu ambavyo nilishawahi kuzungumza naye, ndo nikagundua hapendi. Toka nigundua hapendi, sijawahi kuleta. Mimi nikose hii pisi nitaenda wapi mimi? Kwa hiyo yeye pia aje kuuliza kuhusu mahusiano yako ya nyuma? Aje. Kati yenu wawili, najua tabia haziwezi kufanana. Kati yenu wawili ni nani anatumia pesa ovyo lafu? Yaani 200,000 asubuhi, jioni hana. Kama niangalia hivyo.
Ndio dunia inaona hapa. Nani? Wewe Mimi. Kwa una manage vipi hicho kitu? Ulishayokaa naye labda kutaka kumweka awe sawa kwenye matumizi ya pesa? hatumii sana, lakini nishamwambia akasema atapunguza. Pesa tunatafuta tutumie. Na anajua. Kwa hiyo nadhani ni kujipanga tu kwamba kama tumetumia pesa zaidi ya bajeti, inabidi tujue sasa hiyo bajeti tunairudisha vipi. Mchaga huyo na Mpare. Inapotokea sasa mmekosana, ni nani wa kwanza kuomba msamaha kati yenu? Inapotokea nini? Yaani inapotokea mmekosana au mmepishana, nani wa kwanza kuomba msamaha? Usiniangalie. Mimi hapa kama nikimkosea najua sasa nimemkosea, kwanza kuomba msamaha, na yeye akinikosea. Lakini wanaume wao wanakaza fuvu, yaani anaweza kuwa amekosea, kosa ni la kwake, lakini anatulia tu, yaani anajikaza, wewe ndio jishushe umombe msamaha. Yaani haisi sengine kusema samahani tu, lakini kuna vitu atavifanya ili atakupigia, atakuchekesha, yaani atakuleta kwenye mstari na wewe. Hakuna mkate mgumu mbele ya supu. Hapo ushajua mkate nani, supu nani. Tajiri una balaa. Sasa tukiwa tunaelekea saa kuhitimisha kipindi chetu, watu wengi wanafuatilia hiki kipindi, wanatamani kufahamu, wanatamani kujifunza pia. Nyie mmekuwa na mahusiano, sasa hivi mmechukua hatua ya kufunga ndoa ili muwe kitu kimoja. Kuna changamoto nyingi mmepitia na vitu vingine pia, lakini raha za pamoja mmepitia. Kwenye maandalizi pia ya sherehe, kuna ndugu, jamaa na marafiki wametoa michango yao, maandalizi ya sherehe kwa ujumla. Kwenu ninyi ni kitu gani ambacho mlihisi kwamba hiki ni simple tu, tukipita hapa tukapita hapa tunamaliza, lakini mlivyoanza sasa kuandaa jambo lenu kimekuwa kigumu kweli kweli, yani mmejikuta kumbe hiki kitu ni hivi, yani kimwa surprise? Vingi. Cha kwanza photoshoot. Nilikuwa najua kwamba kuna kitu kama hicho, lakini sikuwa nimejiandaa kwa vile ambavyo watu walikuwa natarajia nijiandae kwenye photoshoot. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo sasa inabidi nitoke nje ya chaki ili niweze kukamilisha. Yeah. Vielezee sasa, watu wanatamani wajifunze kama vitu gani hivyo. Yaani mimi niwe kama mfano kwa wengine. Kuna wengi wanajifunza hapa kupitia wewe. Tutafute hela. Kila kitu kinawezekana, tutafute hela. Watu wanafanya photoshoot kwenye helikopta huko, tumeona wengine. Kwa hiyo tutafute hela. Na labda ushauri ni kwamba kama umepata bahati ya watu kukushauri kwamba kuna hiki na hiki na hiki kwa ajili ya kufanya maandalizi, labda wewe mwenyewe binafsi ukayofuatilie ili ujue kama kuna bajeti ya ziada tofauti na vile ambavyo vinafanywa, let's say na kamati au na familia, ujue kabisa vinaweza kugharimu kiasi gani, alafu na wewe uangalie kwa muda huu wa bajeti yako inaweza ikafika wapi. Yeah. Sawa, Waswahili husema ndege wafananao huluka pamoja, na ninyi ni miongoni mwa hao ndege ambao wameamua kufanana na kuruka pamoja. Tunaweza kusema kwamba unaweza kumwambia neno gani zuri mwenzi wako wakati huu? Mimi? Yes. Mwangalie usoni basi. Naona aibu. Nakupenda sana. Asante. Yaani sio kwa sababu ameniuliza au kwa sababu natamani watu wengine wajue, nakwambia kwa ajili yako.
Nakupenda sana. Na ni kitu gani ambacho unatamani hiki kiendelee kwa kati yenu sote na maisha? Mwambie vyote, yani mwambie ninatamani hiki kiendelee kuwepo hivyo. Mahusiano yetu tulianza kama marafiki, ndo baadaye tukaja kuwa kwenye mahusiano, tukaja kuwa wapenzi. Kwa hiyo naweza nikasema ule urafiki ambao sisi tuliamua sasa tuupandishe hadhi uje kuwa mahusiano, ule urafiki usiishe. Kama nilikuwa naweza kumtania kabla na sasa hivi naweza kumtania baada ya kuwa wapenzi, utani uendelee, ukaribu uendelee, mawasiliano yaendelee. Na dada, neno la kumwambia kaka? Hata mimi nakupenda sana. Nakupenda sana sana sana. Tuendelee hivi mpaka uzeeni. Upendo wetu usipungue hata kidogo. Hayo tu. Okay, tunashukuru sana. Tumekuwa na wapenzi hawa wawili ambao wameamua kuanzisha safari yao ya maisha kutoka kwenye mahusiano mpaka kuelekea kufunga ndoa hivi karibuni. Na imani utakuwa umejifunza mengi sana kupitia The Wedding Cycle Podcast. Ulikuwa nami Jessica Nathanieli pamoja na Myahudi pamoja na wageni wetu hawa wawili. Usiache kufuatilia vipindi vyetu, lakini pia unaweza kutuambia kwenye comment umefurahishwa na nini, lakini pia umejifunza kipi, lakini zaidi unatazama kipindi hiki kutokea wapi. The Wedding Cycle.